aina watu wanaofaa. Unapojenga timu yako kwenye uongozi wako ni wa aina ifuatayo. Sasa unapojenga timu, maana hatujui ni nani anaenda kuwa kiongozi. Kwa hiyo wewe masimu wako, lakini kama mwenyekiti wa tawi, timu yako atakuwa mwenyekiti, makamu wako na viongozi wengine wote wa tawi. Kama ni katibu, basi timu yako ni wale wa chini yako. Kama ni mwazini, basi wa chini yako wote ni wa ndio timu yako. Siku ya leo nataka nikuelekeze mambo machache. Ukiwa kiongozi kwa nafasi yako, utajengeje timu yako? Watu wanaofanya gani? Moja, wenye uwezo wa haraka. Tunataka watu wenye uwezo wa haraka ili uweze kujenga timu yako. Watu wenye uwezo wa haraka wakoje? Tunasema hawa ni watu ambao wana uwezo wa kupanga utaratibu na namna ya utekelezaji. Nini kinahitajika? Nani anahitajika? Na kinahitajika rasilimali gani zinahitajika kufanya? Yaani maana yake wewe kiongozi ukishataka kwamba jamani, sasa tunatakiwa tununue vyombo. Yaani hawa watu wenye uwezo wa haraka wanakuwa wameshachakata tayari vitu gani vinatakiwa, kitu gani, 1 2 3 na kila kitu kinakuwa mahali pake. Wanaweza sio. Amen. Watu wanaohitajika wengine kwenye timu hii. Wachambuzi. Watu hawa wachambuzi wanakusaidia kulichambua wazo, maono, mipango katika vipengele vidogo vidogo. Huwa ni wepesi sana kujua vitu vinavyohitajika. Kwa tunataka tupate watu ambao watakuwa wachambuzi. Wapo ni wachambuzi. Hao wachambuzi wanafanya haraka kuchambua. Kumbuka tumeona wale wenye uwezo, yaani mwenyekiti au kiongozi akitaja habari kwamba tunatakiwa tujenge kanisa. Yaani wenyewe tayari wameshapiga gharama zote, nini kimetakiwa kila kitu. Lakini hao wachambuzi wana tofauti kidogo. Hao wanaweza kachambua lakini bado hawajapiga gharama, hawajafanya kuna maeneo tofauti. Kumbuka hawa ni watu wanaofaa unapojenga timu yako kwenye uongozi wako. Kwenye uongozi wako, unakuwa kiongozi unaofaa. Kwa leo tunataka mtu unapoingia kwenye uongozi wako ujue kwamba nitakuwa na watu wanaofaa na wengine. Lakini tatu, wakimbiza maono. Wakimbiza maono. Hawa huwa hawasubiri sana waelekezwe. Hawasubiri sana waelekezwe. Sio lazima wajue picha zima. Huwa wakiambiwa chochote wanaanza. Yaani wakiambiwa chochote, tunataka tununue kinani. Yaani wenyewe hayo maono watayakimbiza ya kununua kinani. Hawageuki nyuma, wanakimbiza. Hawasubiri wanaochagua, hawasubiri sio wanaofanya nini. Yaani wenyewe ni wakimbiza maono yale. Kwa tunataka viongozi watakuwa patikana leo. Wale watakuwa kuwa timu kiongozi unaochaguliwa, uunde timu yako ambao watakuwa mmoja wapo wakimbiza maono ambao utakuwa unaweka. Kama mwenyekiti, kama masibu, kama mwenyekiti wa kaka, kama mwenyekiti wa EMC. Kwa namna yote hii, kwa Mungu akusaidia. Lakini jambo lingine, watu wawasilishaji. Kuna wakati unaweza kuwa kiongozi mzuri ila sio wasilishaji mzuri. Kuna wakati Mungu atupatie wawasilishaji. Inawezekana kuwa kiongozi mzuri lakini huwezi kuwasilisha. Kwa wale wa chini yako wale, timu yako utakaounda, unamwambia mwenye uwezo, haya wewe ni mwenyekiti wa nani? Faraja nani? Unatamani kuwa mwenyekiti wa gani uongozi? Mwenyekiti wa nani? Yeye anasema hebu tumpigie makofi mwenyekiti wa nani. Kwa yeye akiwa kwa nani kwa kama bahatika akawa kwa nafasi hiyo. Inawezekana asijue kuwasilisha vizuri. Kuongea na hoja za wadada kubwa kwa anamwambia, anaweza kumwambia huyu unaitwa Sumu. Akamwambia huyu, akamwambia haya wewe kama katibu wewe ndio akasema kama utazungumza hivi. Au anamwambia haya katibu wako labda ni huyu, wewe ndio unaondoka sasa. Anamwambia katibu wako huyu. Utazungumza hivi. Yeye ni mwenyekiti lakini anajua mimi sina uwezo wa kufanya wa kuwasilisha jambo hili. Kwa vizuri wakanielewa. Kwa unapokuwa kiongozi ujue ni nani anaweza kaniwasilishia vizuri hili jambo. Sio kwamba kila kitu nakibeba hata kama uwezo